Amen kanisa Mungu. Usakani niko kwenye masaa 12 biashara haiendi. Niko masaa 12 sijui nimeniuma. Niko masaa 12 nimeona mambo ya tani mbele. Yaani hakuna cha Mungu. Lakini Elia anasema nimeona wivu kwa Bwana. Amen. Na kwa sababu hiyo anasema Mungu nitakie kufa. Kwa hiyo siwezi nikakubali niendelee kuiona. Hapa napata shida, wengi wanahangaika na vinavyoharibika. Sisemi ni dhambi kufanya. Ni vizuri uombe mpango iende sawa. Kwa hiyo fedha yako ni baraka kwa Mungu pia. Kwa hiyo kutajirika kwako wewe kunampa Mungu tukufu. Mimi sijiepushe na mimi nakuombea usiku na mchana. Bwana akupange tu mahela mengi. Ukawe kichwa kwenye mtaa wako, kwenye ukoo wako. Biblia inatuambia wazi hapa, mji utukuzwe kwa mbaraka wa mwenye haki. Mwenye haki akibarikiwa, yatima wanapona, wajane wanapona, maskini wanapona, kwa sababu hautawanyanyasa. Kwa hiyo tamani kanisa lipatake hela tu ili we msaada kwa wanyonge. Wana Mungu, haleluya. Kwa ni vizuri Mungu akupe neema. Na mimi nakuombea usiku na mchana, hata kwa mifungo Mungu akupage neema tu. Na hitaji langu kubwa kwa Mungu, Bwana akupe neema ya kumiliki fedha. Kwenye kazi hiyo ya mikono, Bwana akakuinua akakuliti, akupandisha. Na mimi natamani iwe hivyo. Lakini pointi yangu ni hii, yaani tusiweke moyo hapo. Tunapohangaika vya kwetu, lakini Mungu kwanza. Yaani tukubali kuishi maisha ya kwetu. Maisha yetu ni kukaa katika msingi wa neno na kuwa na uchungu na kazi ya Mungu na pone na haribika. Kanisa la Mungu wangu. Tukiwa hivyo, ni rahisi kuziona baraka za Mungu kwako. Ni rahisi. Kuna wakati kama uliomba, lakini mliomba sema ndio, mliomba niwasikie. Lakini sikuwajibu kwa sababu mliomba isio sawa. Amen. Sisi tuende kusoma andiko niwafundishe kwamba mnaomba ndio, lakini mnaomba mpate. Kwa nini nasema mnaomba kwa tamaa zenu? Lakini natamani niseme ya Yesu mwenyewe. Sasa mnaomba kwa sababu mliomba sio sawa. Yaani mengi ni kwa ajili yetu. Nilisema niko kwa Ijumaa, kama tunapoviangaikia hivyo unaoshinda nao, unawatamani kwa sababu tu hujui. Mimi nilisema hapa jana kwamba nilikuwa na lengo kufariji ili yaani kukurudisha kwenye msingi, sio kukurudisha katika njia. Kama unahangaika, hata wakisema unatukana, wanakutukana, unajipunia vipi, unajipunia vijiti, mtu mwenyewe sio ana nyuma sio ana mbele, anajipunia vimbo. Nisema wewe hujajua tu. Amen. Bali ndio umefanya kama hivi. Kanisa la Mungu, haleluya. Bwana akisema unajipunia vimbo kwani juzi kama kidola akifika na bwana kukuacha unaongeza vimbo. Kuna shida gani? Yaani unahangaika, ndio mtu anahangaika na kanisani haji. Yaani Jumapili tu Jumapili. Yaani ibada katikati hawezi, maombi hataki, yuko busy na biashara. Kwa nini? Atamana shida na mpangaji mwenzake. Ili kwa sababu ninakula hiyo na kwa ya watu. Yaani basi tu kungoja uwezekano NIDA wangebadilisha cheti za NIDA aitwe sukuma wiki. Aitwe Chinese. Yaani mwili ngozi ingekuwa inabadilika. Yaani ukiona Mungu wa ajabu, ngozi ingebadilika, wengine wangekuwa kijani kabisa. Unajisikia kama ndio wewe unakusema. Ndio unahangaika, unakuta naye anahangaika anakopa hela za moto, akanunua kiti moto. Akanunua hela za moto, akanunua nyama. Hela nyumbani. Mwisho siku anapakimbia nyumbani. Watu wanahangaika na ushindana, vitu ambavyo vinaharibika. Nikisema wana wa Mungu, hata angekuwa tajiri bilionea unayemuona wewe, halali usingizi nje na usingizi wa kwako. Usingizi ni ule wa kutaribisha. Tawajia watu mara nyingi, nazungumza na tamani ni kuondoka kwenye mtazamo wa kukimbia ili ubaki kwenye njia. Huu unayemwogopa mnyenyekevu wa akili yako tu. Lakini kiukweli maisha yake na ya kwako yako sawa sawa, na yeye ni moyo wa kufa kama wewe, na anaugua malaria kama wewe. Yaani tena wewe una neema Mungu umejifunga kama malaria ameshoka kwako. Na yeye ni moyo wa kama wewe. Anakula kile kama cha kwako, hata kama anakula nyama kila siku. Nimesema usingizi ni ule ulisema jana kwamba hata ongelea kwenye sikitiki na chake, lakini bado usingizi ni ule asubuhi unaiona. Nimesema hivi, hata angekuwa tajiri hawezi karatu kana wewe, atalia kitanda kama cha kwako. Hata mimi tajiri hata tofauti, hawezi karatu tofauti. Yaani hawezi sema naenda si wapi au pale si wapi, akanunua jeneza kwa sababu ni tajiri, mimi ni tofauti, ni kwenye jeneza hawezi. Hata wewe tajiri tena kwenye jeneza kama kwako, na ni kwenye kitanda kama cha kwako, na
wakuzike kwenye silinini bila jeneza, kwenye jeneza la kifahari, vyote vitaitwa kaburi. Liwe la tajiri liwe la masikini, kule nyanzi za makaburini. Kule wamezikwa wengine na fedha na majeneza ya dhahabu, mpaka wachafu mpaka wezi wende kufukua majeneza wachukua blanketi yenye maana. Lakini bado wanasema kaburi la marehemu. Ni yale tu. Kwa watu wanahangaika na vinavyoharibika, wanaacha maisha ya kila siku, kwa sababu ukiwa na Yesu ni wa milele. Fedha ni ya muda, cheo ni cha muda, afya ni ya muda, lakini ukiwa na wokovu, utakatifu ni wa milele, utakuwa nao duniani na nitakupiga mbinguni. Tunza utakatifu. Amina. Jenga ushirika na Mungu. Usianoke na Mungu ndio ukae. Uone macho Mungu tunasema maneno yako umekula vibaya usiku. Anakaa mbinguni na kula kwa sababu mpaka tunakwenda mbinguni kwa sababu mpaka mshibe na. Ule tukuchuku ni wa Mungu ndani yako. Yesu amekaa. Usibe na Kristo akiwa ndani yako. Wana Mungu haleluya. Sasa wengi wanahama, wanaacha wokovu. Mungu anasema kama jana sikutoa sadaka na leo sina sadaka, niende kanisani. Hata kwenda kanisani kisa hana sadaka. Biblia inasema usiingie mikono mitupu, hata tafsiri yake hajui. Kwa hiyo nyumbani hata kumwabudu Mungu na tukasema kula vibaya na sadaka hana. Kanisa la Mungu haleluya. Yaani ninachomaanisha kitu gani? Sikatai, yaani sadaka ni jambo la msingi sana kwako. Lakini kama huna Mungu sana anajua mazingira yako yalivyo. Tunasoma kwenye Biblia waliona mbingu, wengine wakina Lazaro walienda chakula kwa shida, walishibishwa kwa makombo, lakini bado walisema Yesu ni Bwana. Walikaa kwenye maisha yao, hakutoka. Wengi wanaingia kwenye maisha ya kufeki kwa sababu ya mazingira. Maisha kufeki ni yapi? Dhambi ni maisha feki. Mungu alituumia tuwe wasafi, tupendane, tuhimizane. Ukiona wekea moyoni umeingia kufeki, lakini wewe umepewa neema ya kusamehe na kuachilia. Ndio kazi ya Mungu. Yaani Mungu ametupa neema, yaani kuwapenda watu wote. Bila tunatukana, tunabariki, tunasihi. Utakushinda na watu. Dunia hii kweli. Wengine walizaliwa chini ya laana. Unataka kushindana naye wewe utamweza? Wana Mungu haleluya. Utaambia ni kweli mchungaji, Biblia kuna jina la kuwa hai. Wako waliozaliwa wana majina tu ya kuwa hai, lakini marehemu wanaotembea. Unasumbua na mtu. Amen. Huko kwetu nimekaa sana huko. Kuna mtani nimekaa sana huko. Kama wengine wanaishi kule bifigike. Yaani wamejiegesha. Amen. Wamejiegesha. Kanisa la Mungu haleluya. Kwa tunaposema kuishi maisha kwetu, maana roho wa Mungu, amen. Maana ya roho wa Mungu tuambie. Yeye anasema, amen. Mungu mwenyewe anasema. Roho mtakatifu anasema. Kanisa la Mungu haleluya. Anapotukumbusha. Unajua iko vipengele tuanze sasa. Amen. Hebu soma Ufunuo 2, niende kwenye neno. 2:17. Unajua iko hivi. Lengo la Roho Mtakatifu la kutufundisha haya, amen, ili tuzifikie ahadi za Mungu. Amen. Ndio target yake. Kuna wakati hivi tegemea kwa idadi ya tuliwe hivi, angalau pungua magari ya angalau 9, 10. Zipaki bajaji angalau si ngapi hapo? Angalau bodaboda si ngapi hapo? Ndio maana kuna mtumishi wa Mungu, yani Mungu anazungumza kwa mtumishi wake. Anasema kuna jambo la ajabu duniani sana, linaulemea ulimwengu kama mchanga. Anasemaje? Anasema nimeona chini ya jua jambo la ajabu na kushangaza. Kwamba watumwa wanatembea kwa mguu. Amen. Watumwa wanapanda farasi na wafalme wanatembea kwa mguu kama watumwa. Tunaishi dunia hii kama watumwa. Kwa nini wenzetu hawana shida na wewe? Anayekuvunja moyo kanisani anatekeleza kwa Mungu wake kabisa. Ukimuuliza mchawi una masaa mangapi ya kulala, atakwambia. Bahati mbaya sema tu wasemaje. Mimi ndio mwenye mchawi.
Lakini wangekuwa najivunia kama nao sio kama nimeokoka na wangesema mimi mchawi, tungewauliza mna wenzetu mnafanikiwa kwa uchawi wenu, mnalama sana ngapi? Lakini bahati mbaya wanaficha na wao hawataki. Ndio ubaya wa shetani. Anamvalisha mtu kofia ambao hata mtu anayataka. Niwaambia kama alifanya kwa anasema nilikuwa nahubiri injili. Kama mimi naenda mchungaji, kama mimi nizaliwa naitwa mchungaji, si jina la sifa. Nikamwambia jina langu naitwa Mangunguru, la mchungaji ni asifa. Mbona wewe tukikuita mchawi na tusitaki? Ni mchawi kabisa huyu hapa na hizi zake. Lakini mwambie mchawi. Hawataki. Yesu sana mbebesha kazi mtu ambao hata yeye mwenyewe hataki. Amen. Hasa anasema nimeona watumwa ndio wamepanda farasi, lakini wafalme wanatembea kwa mguu kama watumwa. Nilimshangaza. Kwa Roho Mtakatifu anatufundisha kwamba turudi kwenye nafasi, tukubali kuishi maisha ya kwetu. Maana yake kuna mahala Mungu anataka tukawe. Amen. Kuna mahala Mungu amekuza kanisa kama likawe. Yaani ziko baraka ambazo Mungu amesaidia kwa kanisa la Mungu. Lakini ili nipokee kanuni za Mungu ni zile zile. Ni kuwa wasafi, bima heri waliokamili njia zao, wawe na ujasiri. Sasa hebu soma hapa anasema yeye aliye na sikio. Ndio. Yeye aliye na sikio. Anasema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili. Na alisikie neno hili. Ambalo Roho ayaambia makanisa. Ambalo Roho wa Mungu anaambia makanisa. Nimesema hapa Roho wa Mungu anataka kutuambia kuna mahali natamani tuende. Anasemaje? Yeye ashindanaye nitampa baadhi. Rudia kusema Mungu, rudia. Ashindanaye tena. Amen. Twende. Yeye ashindaye. Biblia iko kichwani hapa. Rudia sasa vizuri, soma vizuri kwa sababu ulikosea. Rudia vizuri. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili. Roho wa Mungu anamwambia Timotheo. Sura nani? Yohana akiwa Patmo. Anamwambia, anampa ujumbe. Maana Mungu anaugua kwa ajili ya kanisa. Sasa Timotheo akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, anampa maelekezo. Mungu anatokeza, anasema naye kwamba kaiambia makanisa, ana Roho Mungu aiambia makanisa. Amen. Tuende nasema yeye ashindaye. Anasema hivi tunaagiza yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana ile. Unaona maana Mungu? Ama yeye utashinda nini? Yeye ashindaye dhambi. Yeye ashindaye mambo ya ulimwengu. Na kukubali kukaa kwenye nafasi, yani aishi maisha ya Mungu ya kumlingana na Mungu. Anasema yeye ashindaye nitafanya nini? Nitampa baadhi ya ile mana ile. Anasema tampa baadhi ya ile mana nzuri. Twende. Nami nitampa jiwe jeupe. Nami nitampa jiwe jeupe. Na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya. Unaona? Anasema na juu ya hilo jiwe limeandikwa jina jipya. Asilolijua mtu ila. Nimesema maisha yako si unayajua mwenyewe. Si unasikia hapo? Ama asilojua sana kwa Mungu. Ama nami nitampa jiwe jipya. Asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Ila yeye analipokea. Wana Mungu, haleluya. Mpe Yesu makofi mengi. Yaani Mungu ameahidi ziko baraka kwa Mungu koto. Tunasema hata mtu asema hujaokoka, wewe unajua kama umeokoka. Kanisa la Mungu, haleluya. Ndio wanasema wengine kuna mahali fulani sema nihubiri, nikafundisha. Nikisema kuna wengine wanaogopa kujibidisha kufanya kazi. Yaani nafikiri kumiliki fedha ni anasa, kama watamuita filmasoni, watamuita nini? Yaani watakuja sababu hawajui. Mungu anasema atakupa jiwe jeupe. Amen. Yaani jiwe litaandika jina humo. Kanisa la Mungu. Na hilo jina hatalijua mtu mwingine isipokuwa yeye aliyepokea. Ndio target yake. Lakini anaanza ashindaye kwanza. Sura leo uzuri. Anatamka yeye ashindaye. Yaani aseme kila mtu tu. Ama yeye ashindaye. Kanisa la Mungu, haleluya. Wana wa Mungu, haleluya. Wana wa Mungu, haleluya. Wana wa Jehova, haleluya. Alama yeye ashindaye nitampa. Mtu ni Isaya 22 mstari wa 1 Pigeni nielewe vizuri hapo. Amina. Isaya 22 mstari wa 1 mpaka 3. Amina. Neno la Bwana linasema Ndio. Kwa ajili ya Sayuni
Isaya 62 mstari wa kwanza wa 3. Neno la Bwana linasema, kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza. Ndio. Kwa ajili ya Yerusalemu sintatulia. Hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Tusimamishe tena. Tunaona ndiko Mungu anasema kwa ajili ya nini? Yerusalemu sifanye. Hata tulia, hata jizuia. Sasa mpaka hakikishe. Anasema kwa ajili ya. Kuna maeneo Mungu anasema na watu wote. Lakini kuna maeneo anasema kwa ajili ya. Tunaelewa vizuri. Kwa mfano, almandoa anaheshimiwa na watu wote, hata mpaka ni Mungu. Amen. Lakini kwa baraka ama kwa ajili ya Yerusalemu, kwa ajili ya Sayuni. Tunaposema kanisa, baraka ni wewe. Nilifundisha hapa. Tuitaje maana ya kanisa. Tunaomba kanisa, baraka ni wewe na mimi ndio kanisa. Hii ni jengo la kanisa. Anaposema kwa ajili ya Yerusalemu na kwa ajili yako wewe, ama ndio Yerusalemu wa Bwana. Ama Mungu anasema hata nyamaza. Wala hajizuii. Sema siwezi kujizuia. Yaani kutoa yale niliyoyaahidi. Amen. Sema sitojizuia. Sitonyamaza kwa ajili ya Yerusalemu. Kwa ajili ya Sayuni sitojizuia. Kwa ajili ya Yerusalemu sitonyamaza. Mpaka vile atakapotokea kupambazuka. Twende. Na mataifa watakaoona haki yako. Unaona? Na mataifa watafanya nini? Na mataifa wataiona haki yako. Unaona? Na mataifa wataiona haki yako. Twende. Na wafalme wote watauona utukufu wako. Na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya. Nawe pale juu anasema atakupa atakupa jiwe jeupe. Amen. Na itaandika jina lako jipya humo. Amen. Na hapa sema nini? Utaitwa jina jipya. Utaitwa kwa jina jipya. Maana kile la kale la cha pombe limeondoka. Umerudi kwenye nafasi yako. Amen. Unapenda kama kiyenye utaondoka. Swing club inaondoka. Mnimi utaondoka. Tabia yani roho ile majina yote ya nyuma ya kale. Atakuita kwa majina mapya. Amen. Kwa atakuita kwa jina jipya. Maana nini? Anasema kwa ajili ya haki. Amen. Kumbuka sema tu ameeleza kwa ajili ya nini? Ya haki. Amen. Amen. Ukiwa kwenye jina la Kristo na ndani yako Kristo akiweko, kanisa la Mungu haleluya. Yaani kama wewe ni mwana wa Mungu umeokoka manake. Na ndani ya Kristo amekaa. Amen. Ukatunza utakatifu. Ukawa mfuasi wa Kristo. Ukamwabudu Mungu kwa kumaanisha ndani yako roho Mungu amekaa. Mungu ameahidi sema hata nyamaza. Wala hata jizuia mpaka atakapofanya. Nimesema hii Biblia ni ya kwako. Yote hiyo iko humu ni yako wewe mwana Mungu. Leo tunatabika kwa sababu leo hii tumekwenda nje kabisa. Leo wokovu ni wa mdomoni tu. Huko rohoni. Unaojua unapokwenda. Lakini ukweli tunamchelewesha Kristo. Hata Mungu anaumia. Kwa sababu kuna mahala Mungu anatamani. Unajua Mungu anapoachilia baraka kwako zinawavuta wengi. Anasema nitawaita. Endelea pengine hapo Biblia inasema. Isema. Endelea hapo unaposoma. Tuangalie Biblia inasema. Litakalotajwa kwa kinywa cha Bwana. Ndio. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Amen. Wana Mungu haleluya. Tunamwambia kutamia. Ndicho Mungu anachokitaka kwetu. Anaituokoa. Amen. Wakati anatumia lugha ambayo ni nzuri mimi naipenda pia. Kama kwa nini wale unaoona pengine walianza kuabudu pepo kabla wewe? Hao pengine kama kwa mnafanana. Amen. Iza kwenye familia, kwenye ukoo. Mimi nakwambia mara nyingi neno hili. Kwamba watu wanashaka kutofautisha kati ya wana wa Mungu na wapagani wanaoshinda kanisani. Amen. Yaani mtu kabisa ni mfuasi wa Kristo. Ni wewe fundisho na somo
Na nikatolea mfano nikasema hivi kwamba huwa hata wale wanaochaguliwa na kuchagua ni wale ambao wana sifa. Amen. Kwenye sheria zetu hizi za Tanzania hatuna mgombea huru. Yaani kila mgombea lazima asimamishwe na chama chake. Na ili asimamishwe na chama chake lazima kule ndani kuna vigezo. Na moja ya vigezo ni kuwa na kadi ya wanachama. Na si tu kadi unailipia, yani iko hai. Si mradi kadi, yani kadi ambayo iko hai. Wewe unakuwa na sifa za ndoa. Unaangalia vigezo, unaruhusiwa utembelesha bendera yetu vizuri. Amen. Kwa unapata sifa ya kuchagua au kuchaguliwa kwa sababu ya sifa. Kwanza una kadi na hiyo kadi ina uhai. Tunaelewa? Hata kwa Mungu ndivyo ilivyo. Amen. Katika Ayubu, kwa nikupe andiko lingine kwa mfano. Kanisa la Mungu haleluya. Wana Mungu haleluya. Wana walijua haleluya. Nikuongeza andiko lingine kwenye Ayubu ile Ayubu 8 mstari wa 6. Twende. Anasema nikuongeza andiko hapa Ayubu 8 mstari wa 6. Ayubu 8 mstari wa 6. Ndio. Neno la Bwana linasema ukiwa wewe usafi. Angalia vigezo hivyo sasa. Nataka uone, nimetolea mfano. Ona kigezo. Anasema moja, anasema ukiwa wewe usafi. Jambo la kwanza, twende. Mwelekevu. Hakika yeye sasa unaona? Yaani anasema Mungu anasema ukiwa wewe usafi na mwelekevu. Anasema hakika yeye Mungu angeamka kwa ajili ya maisha yako. Yaani kwanza sifa, uko safi. Umekuwa mbali na dhambi. Sio mlokole wa kumtaja Kristo kwa mdomo. Huku rohoni kunaitika ndio. Moyo wako umeshikamana na Kristo, umejazwa nguvu za Mungu, unatembea na kusudi la Mungu. Yaani wewe sio mlokole wa kanisani, hata mitaani wanajua wewe ni wa Mungu. Umekuwa safi, umekuwa kielelezo. Anasema ukiwa usafi, kigezo la kwanza. Amen. Na mwelekevu kwa Mungu. Anasemaje? Angeamka kwa ajili yako. Anasema hakika yeye angeamka kwa ajili yako. Na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa sana. Mpe Yesu makofi mengi. Ndio vigezo hivyo. Kwa ndivyo yuko Mungu wetu. Kuna wakati tunashindwa kujibiwa kwa sababu tuna mazingira ambayo tunakwenda tofauti. Lakini wewe na mtu wa Mungu sasa, hebu jitahidi kwa mkono wa Mungu. Tukayafanya makazi yetu kuwa haki kwa Mungu. Ili Bwana ayalifti yakafanikiwe sana. Kanisa la Mungu haleluya. Kwa sababu mimi nachoamini hakuna mchawi wala mganga wa kuzuia kusudi la Mungu kwako. Yaani wewe ulime, mganga haja hangaiki. Ufuge, mganga haja afanye vya kwake. Yaani siamini. Amen. Lakini kwa nini kuna wakati tunaamua kupambana wenyewe, wakati tunayepambana naye anashinda kwa mganga wa kienyeji, anashinda kuzimu. Wewe huna neema Mungu, unamtetemeka mdomo, rohoni umaanishi. Bwana Yesu asifiwe. Mdomoni huko, rohoni mkame kabisa. Hatuwezi kumwona Mungu kwa mazingira kama haya. Lazima tukubali kutofautisha. Watu waone tuna Mungu. Nilisema hivi, wakutukane iwe ni haki yao kukutukana, lakini isiwe haki yako, maana usiwape haki kukutukana. Amen. Amen. Ukiwa hivyo ni asiye kushinda. Na tumea mifano hii mara nyingi ili kusaidie. Kwa nini sema Bwana tukana? No, yani mtu kukutukana mtesi kutukana ni amue tu wewe. Yesu mwenyewe alimtukana, una Zaburi, unafanya kwa mkuu wa pepo, waliamua kujitungia wao wenyewe. Lakini Yesu alikuwa safi, alikuwa Mungu, alikuwa wakatengeneza mazingira kwa ajili ya dini zao. Wakikutukana kwa ajili ya dini zao, wewe mshukuru Mungu tu. Lakini usiwape nafasi kutukana. Amen. Bwana Mungu haleluya. Kwa mfano, wakisema mchafu wakati kweli ni mchafu, maana sio unapata nafasi ya kutukana. Wakisema mkorofi wakati kweli ni mkorofi, sio unapata nafasi ya kutukana. Lakini wakisema wewe ni mkorofi wakati sio mkorofi, si wanaamua kufanya. Wanavunjika moyo, wanakutana na kusengenya. Hujajua? Na wengi wanapoteza msingi wa Mungu hapo. Amenitukana kanisani, mazingira kama haya. Wana Mungu haleluya. Wewe ni nani? Kaume mbingu ya kwako. Lakini dunia hii
Sema ni jambo la kawaida tu. Isikusumbue. Yaani siwape uhalali wa kusema amen. Na kweli Mungu akutana nao na kusema baba. Na kinachokisema, yaani kama Mungu ameruhusu iwe daraja, si mshukuru Mungu tu. Biblia inasema kuna faida gani tukipiga makofi tufanyapo mabaya? Lakini tukipiga makofi tufanyapo wema tumtukuze Mungu. Ukitukana kwa wema mshukuru Mungu tu. Kanisa la Mungu haleluya. Sasa wengi wanaingia kushindana, ishi sawa na maisha ya kwako ili tukamwone Mungu aliye hai. Baraka kwa Mungu ziko. Wana Mungu haleluya. Amina. Tumemashahidi wengine, tumeanza miaka mingi kuhubiri injili. Niwaambia, amen. Wewe tumekuka miaka mingi kidogo. Ninafahamu Mungu ningeacha neema hii. Acha na kuchunga nimeanza majuzi tu. Nimeanza kabisa kama 10 kitu kama 20 kitu. Lakini injili nimeanza 92 miaka. Yaani mimi nakuwa ujana wangu wote nimeutumia kwa kushika maiki hivi. Na zamani nilikuwa na maiki. Tumeenda mijini na vijijini, tumehubiri injili, tumepani tunamhubiri kwa ujasiri tujaacha. Tumeona Mungu anachofanya. Mwana Mungu ni mwana huruma sana. Hadi kukuacha kwa namna yoyote ile. Ndio mahali mtesi ameamua kutoka hadharani anakutisha. Kwa nini? Mipango yote katika Mungu wa roho imeshindikana. Anajifanya ili akutishe, umfungulie mlango, apitie silaha zao. Tunajua Mungu anachofanya kwetu. Tufundisha kwamba hata watu tukana matusi hatuondoki kwa Mungu katu. Tunamjua Mungu alivyo kwetu. Wana Mungu haleluya. Watupe majina ya kwao, hatufungui milango. Maana target yao tufungue milango, tujibizane nao, hapo tupige na silaha zao. Tunajua Biblia inasema wazi, sinazo nini? Laana sio sababu haimpati mtu. Kwa tunajua hatutaki kutoa sababu ili laana ije kwetu. Ninamaanisha nini? Kaa kwenye msingi, ishi maisha ya kwako. Mtu asikusukume kukuhamisha. Usikubali kuhama mwana Mungu. Wokovu una faida. Mungu uliyempokea una usalama. Una uhakika. Amesema wazi, hakuna mtu wa kunipokea mikono yangu. Hakuna mtu. Maana hata ungeona kaburi hautaingia. Wanaowaza wakuzike, utashuhudia kaburi lao wao. Wanaopanga njaa, utashuhudia wataombe kwako. Tamsingi katika msingi wa Mungu tu. Acha kushindana watu. Usishindane nao. Kama msingi wa neno, jifanye mjinga, wewe salimia watu wote, wapende watu wote. Anabaki kutukana jana, wewe msalimie ni mtoto wa Mungu tu. Tamani ambadilishe Mungu. Nasema kwa sababu kama yule mtusi wa jana ni adui wako, ni rafiki yako leo. Atakupa kiberiti leo. Nilisema si ndio mfano Jumaa. Kama yule kunguru aliyekataa kuleta majibu kwa Nuhu, akaleta mkate kwa Elia. Niko maandiko hapa. Tulisoma kitabu cha nini? Cha Mwanzo, tunasoma na Wafalme. Tunaona yule aliyekwepa kumtumikia Nuhu. Ndio amepewa kazi gani? Ya kumtumikia nani? Elia. Amekaa kwenye kijito. Huyo ndiye mwana kutabisha leo ni rafiki yako wa kesho. Amina. Usipange kumlipa mabaya, utampoteza. Wana Mungu haleluya. Tunza utakatifu. Kaa kwenye ushirika na Mungu vizuri. Ili Mungu achilie baraka. Baraka Mungu zipo. Endelea na usafi kwa wacha wewe. Anawakia yeye angeamka. Twende. Na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Ama na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Twende. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Basi uwaulize tafadhali vizazi vya zamani
ujitie kuyangalia yale baba zao walioyatafuta. Yes, amen. Hapa tuwaulize wale waliotangulia. Tunaangalia maandiko, tunasema yakaandikwa mifano. Amen. Tunasema kila Ibrahimu walibarikiwa katika misingi yao, walikaa kwenye ahadi, hawakuondoka. Mimi ndio mfano mara nyingi kama hivi. Kwa Biblia niambie mfano, hawa tunawasoma baba, tunamani baba wa imani. Kwa yale ambao walipitia, kama ingekukuta wewe, unafikiri kwa? Lakini kila mmoja analeta kulingana na size ya mtu. Biblia jaribu halikuwapata sipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Lakini hao wanakuwa mfano kwetu kwa sababu mazingira walioishi, waliishi mazingira magumu, lakini pamoja na ugumu wote walikaa kwenye msingi wao Mungu. Hawakuondoka kwenye ushirika wao na Mungu. Bwana alipoona alijivunia wao. Mpaka wataka ni mababa wa mataifa. Natamani nifike mahali kwenye mtaa wako ukawe kielelezo. Kanisa la Mungu, haleluya. Wana Mungu, haleluya. Hebu tuende Waebrania 6:9. Anasema, nataka kuona kumaanisha. Amina. Waebrania 6:9. Ndio. Neno la Bwana linasema. Ndio. Lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo, hasa wapenzi, ijapokuwa twanena haya katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi, na yaliyo na wokovu, maana Mungu si dhalimu hata asisahau kazi, yani mpaka kasahau ahadi zako, kazi zako. Sasa Mungu si dhalimu, anaanza kusema tumesadiki. Kanisa la Mungu, haleluya. Amen. Wana kai imetosha. Amen. Hebu tumesadiki Mungu hufanya kazi. Amen. Na kutimiza zile ahadi. Kwa nini? Yeye si dhalimu. Ukisoma Timotheo wa 2, nasema mara nyingi ngoja upande. Andika Timotheo wa 2. Amen. 12:13 anasema. 12:13 anasema. Leo ni maandiko mengi tu. Timotheo wa 2 12 mstari 12 na 13. Timotheo wa 2:2. Amina. Timotheo wa 2:12. Amen. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Kama tukistahimili. Unaona? Anasema kama tukistahimili. Hivi tunasema, ngoja nikuulize swali. Tunasema kustahimili maana gani? Kuvumilia. Maana kukaa kwenye njia. Hata wakusukume, hutabadili msimamo wako. Hata waseme hujaokoka, hautabadili msimamo wako. Kwa sababu kukataa kwa watu wanataka kwamba hujaokoka. Kwani kweli hujaokoka inamaanisha hujaokoka kweli? Hautabadili msimamo wako. Hata wakisema una ufahamu mdogo, unapoteza muda, hautabadili msimamo wako. Hata angeimba watakavyo wewe, hautabadili msimamo wako. Kwa maana kama tukistahimili, tunafanyaje? Tutamiliki pamoja naye. Unaona? Yaani faida ya Mungu kuokoa, target yake ukamiliki pamoja naye. Na ili umiliki naye, lazima ufanye nini? Ustahimili, maana uvumilie, ukae kwenye njia. Yaani ukubali kuishi maisha ya kwako ya Ukristo. Unasema mimi Mkristo ni kweli tangu ndani. Kuonyesha Ukristo wako. Na kama tukivumilia hivyo, tutamiliki pamoja naye. Na yeye, twende. Kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Unaona, na tukikubali kuondoka, Mungu hatahangaika. Hata kama alikuahidia zile baraka, hasitakufikia wewe. Kwani umetoka kwenye njia. Ndio maana Mungu anatufundisha hivi. Ili tukae kwenye njia. Tukasione baraka kwa Mungu. Maana Mungu msiabudu bure, tukasione baraka kwa Mungu. Na mimi naomba Mungu usiku na mchana ulie tena. Bwana kuongezee neema. Kama kwenda kuna wasomi, ukaanza wewe kuwa msomi. Kwa sababu umevumilia. Bwana Mungu, haleluya. Kama kwenda kuna wenye nyumba nzuri, ukaanza wewe kujenga majumba ya kutosha na mazuri. Hata kama umeenda na nyumba, ukajengeka mahosteli ya kupangisha. Bwana akupe neema zaidi. Ndio, kama kwenu hakuna wenye miliki fedha
sisi hatuamini, yeye hudumu. Tusipoamini, yeye anadumu wa kuaminiwa, maana yeye hawezi kujikana mwenyewe. Amen. Kanisa la Mungu, haleluya. Wana Mungu, haleluya. Alimwambia mara 100 Petro, maana alikwambia wewe mara 100 kwanza duniani. Aliwaahidi iba Petro kwamba utakuwa kumwambia duniani kisha ufalme wa Mungu. Maana aliahidi nani? Ni Mungu. Alisema toa watu kwa ajili yako ni Mungu. Maana amesema, na kama amesema na kwa yeye amekataa kujipinga, maana tayari tegemea kutoka kwa Mungu. Lakini cha msingi ukae kwenye njia, yani uvumilie. Kwenye uvumilivu na kwenye shida, watu wanakaa wanaondoka kwenye nafasi zao na Mungu, kwenye shika na Mungu, kisha mambo madogo na nyonge kabisa anamwacha Mungu. Wewe hujawahi shuhudiwa kama mimi nilimwacha Mungu kwa sababu nimekaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne bila mtoto. Wasema nenda kwa mtaalamu, anamwacha Mungu. Mtu anamwacha Mungu kwa sababu alikuwa na mtaji, ameenda biashara, imekatika njiani biashara, mtaji wa kwanza, wa pili, anamwacha Mungu. Yaani haangalii sababu za mtaji kukatika, anamtupia mpira Mungu. Mungu si dhalimu, hata kisahau kazi yako. Amesema katika Waebrania 6:9, anasema yeye si dhalimu, hata kisahau kazi yako. Mungu hawezi kukutapeli katu. Angeacha kufia msalabani. Wewe niambie, kazi aliyopata alifanya kwako ni kubwa. Nimesema wewe na mimi kwa historia tusingemtaja Kristo kabisa. Lakini kwa neema yake wewe na mimi tumepata nafasi ya kumwabudu yeye. Ni huruma za Mungu tu. Kanisa la Mungu, haleluya. Kama nikubali kuacha yeye kwa ajili yetu, atakosaje kutukirimia? Hali nani ya muda? Sawa, usiozani bwana atakutoa. Kabisa, vumilia tu kuomba, mkumbushe Mungu, mueleze Mungu. Zidi kupiga magoti kwa Mungu, nitakuombea. Lakini ujue sawa, usiozani Mungu atakuondoa hapo au utafia hapo. Mimi nakuahidi. Hilo jambo ni la muda. Au utakaa hapo. Nilisema niwaambie kwamba kuna uwezekano wa kupita kwenye mateso, lakini sio kuishi kwenye mateso. Wana Mungu, haleluya. Nilisema hivyo kama ni rahisi sana kupita kwenye tabu, kwenye masimango, lakini hautaishi kwenye masimango. Unaweza kupita kwenye magonjwa ni kawaida, unapita kwenye mafua, lakini hautaishi kwenye mafua. Haiwezekani, sio Mungu huyu. Hata kama vipimo vyao vilisema ugonjwa sio wa kupona, ni rahisi kupita kwako, lakini hautadumu kwako, kwa sababu Mungu atayaondoa magonjwa yote juu yako. Na mimi naamini Mungu kama isivyo kwamba hakuna ugonjwa kubaki juu yako, kwa sababu aliyesema ni Mungu. Katika kitabu cha Zaburi mimi nitasema akuponya magonjwa yako yote, hajasema baadhi ya bakiza, kwa sababu ni Mungu amesema. Ninaamini kwa ukiona mwilini mwako maana yanapita tu ili mtukuze Mungu, lakini hayawezi kwako. Maana ugonjwa na uona hautakuua wewe, njaa na iona haitakuua wewe, hao maduna waona hawatakuonesha kaburini, wataondoka wao. Kwa nini? Mungu amesema hawezi kujipanga mwenyewe, hawezi kujikataa mwenyewe. Alichokiahidi ni cha kwako, lazima ukipoka Mungu. Tegemea kwa Mungu wako tu. Wewe ndiye aliyekuahidi baraka kwa Mungu, lazima zitoke kwako. Na usione, usife kama unaziona baraka za Mungu. Usifie kwenye nyumba ya kupanga mwana Mungu. Usizeke kwenye nyumba ya kupanga. Usifie wakati bado hujaacha urithi mzuri wa watoto wako. Kataa kwa mapema mpaka Bwana afanye jambo juu yako. Ameahidi hapa yeye mwenyewe kwamba hatatuacha yatima. Aliyetuokoa ni mwaminifu. Hawezi kukuacha, haja kwa Mungu anajua. Tabia kwa Mungu anajua. Matendo kwa Mungu anajua. Sawa, usiozani Bwana anakutokea. Na yeye ni mwaminifu. Natamani mchana tu wa leo Bwana kayaondoe yote juu yako yaliyokusumbua sana. Usiyaone tena juu yako. Maana wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Waliokutisha jana ama kupeleka habari mbaya kwa mapendo kwa mganga kienyeji, na kwa unazoona dalili hizo, dalili lazima usione tu, lakini asaka kwako visapita kwako, ili ujue kweli yuko Mungu anayefanya jambo lako. Lakini utafia hapo, Bwana kutoe, Bwana kuondoe, Bwana kuondoe, ukamiliki vitu vya kwako. Uliajiriwa kwa muda, unafanya kwenye mgao wa mtu kwa muda,
ukaketi na wakuu. Anamuinua mtu kutoka chini, toka mavumbini. Maana nini? Mungu, yani kukaa kwenye mavumbi sio hoja, lakini kufia kwenye mavumbi ndio tunakataa. Kwa hiyo si haki yetu. Mungu ameahidi kutuinua toka mavumbini. Ukatoke hapo mwana Mungu, ukale vizuri kama wengine, ukavae vizuri kama wengine, ukaishi kama wengine, ukaone furaha ya Mungu kama wengine. Mateso bye bye. Mungu anamwambia mateso bye bye. Kwamba yatosha. Bwana amekuokoa malengo. Lakini ili Mungu afanye ni kukaa kwenye njia ya Mungu. Kutunza kanuni ya Mungu. Tunza takatifu. Tengeneza ushirika wako na Mungu vizuri. Uwe wa Mungu. Usimtaje kwa midomo na Mungu. Kataa kumtaja kwa midomo. Maana sasa tukijua sasa tusiozani mwana wa Adamu atakuja kuchukua kanisa lake. Utaficha wapi uso wako mwana Mungu? Leo hii walijua umeokoka. Baba nakuja, wewe unabaki. Yaani kwa sababu ya vitu vidogo. No, kataa. Mwelekee tu Mungu. Mwambie Bwana wewe na yote haya bado sitakuacha wewe. Mwambie Bwana sitakuacha. Bwana sitalipenda kweli yako. Nitakuabudu wewe. Nitakucha wewe. Nitakupenda wewe. Mwambie sina mwingine wa kunitoa hapa. Mwambie Bwana sina mtu mwingine wa kunitoa hapa. Uko Mungu uliyesema. Uko uliyenifia msalabani. Unasema na watu kama vumbili. Umesema tukistahimili tutamiliki. Ukamiliki mwana Mungu. Ukaone neema. Biashara yako iende. Mipango yako iende. Maono yako yaende. Afya yako imarike. Ukaone neema. Hata babu yako ikutamkia kwamba tazaekea nyumbani. Hata kama na watoto 7 au 8. Bwana kupendee ukaolewe. Tunavunja kuzekea nyumbani. Usikubali kufia nyumbani. Tunakataa mipango yao. Wewe unasema alikufa lakini maneno yanaishi. Yanaishi. Alitamka katika roho na kukuta kweli. Leo ni mwana wa Mungu. Tutatamka katika roho kutangua na yanaondoka. Mimi nilikataa kitu ambacho nilikataa. Mimi nife kwa ujinga wangu. Lakini sio mchawa niwaishi. Sio mganga niwaishi. Sio mshirikina. Nimesema nikose chakula. Yaani mimi nikose tu sababu uvivu wangu kufanya kazi unifanye nisile. Yaani sio mtu aniamulie nisile. Eti biashara yako mtu anaenda kwa mganga kienyeji alipiga giza. Ninakataa sio Mungu huyu. Leo Bwana akutambulisha kwa watesi wako. Kama alikuchezea jana leo Bwana afanye jambo juu yako. Wewe umekaa kwenye njia ya Mungu. Wewe sio kutizotishwa. Haiwezekani kazi unaamka umeshikilia kichwa. Haiwezekani. Waliokutabisha wakatabike wao. Wewe ni mwana Mungu aliye hai. Usitabike tena. Usitabike. Amina. Tunamjua ni Twitter. Yeye ni hodari kwa tusimama. Tusimama. Jambo gani ambalo liko tatizo mama? Unahisi Mungu hawezi kufanya? Nimekaa kama mlima kwako. Kaa kwenye njia. Leo tukistahimili yeye mwenyewe nini? Tutamiliki pamoja na yeye. Tukistahimili tutamiliki na Yesu Kristo. Jambo gani aliona nimekaa kama mlima kwako? Mpaka unatamani wokovu huu. Kama ni wokovu huu hapana. Ndio mpataka baadaye saa ngapi? Unajua siku yako kwa Yesu. Pendo ya jioni. Wewe juu. Jambo gani kusumbua? Nani amekuvunja moyo? Na unakubali kuvunja moyo? Huyo anayekuvunja moyo hana gharama na maisha yako. Yuko mmoja mwenye uchungu na maisha yako. Alikubali
ujue mimi utaniweza. Kama hujafaulu uniwezi katu. Nikasema mtihani wa kwanza, jizuie usizeeke. Yaani kama uzeki, yaani nakusema wewe ni kweli big up sana. Jambo la pili, using'oe meno. Mganga mwenyewe meno yote hapa hapa. Sange yazuia kwa napenda kwa kibogojo yeye. Anafanya vitu vya ajabu sana. Unamuogopa mtu ambaye sana mtu anakiona kimvuli na kikimbia kimvuli kinakufuata. Shinga kesi kitu kama anaenda kwa mganga kienyeji, pesa nyingi tunaondoka. Leo bwana kazindue. Kana kwa amekutaja lazima mtaja hapo. Ni kweli kutaja uko na Mungu. Biblia tulionewa hatuko na Mungu duniani, lakini tunaye Kristo. Tunaye Mungu. Kama alikutaja mipango ikiharibika leo hapa, tunairudisha kwao. Napenda sana kwenye Kumbukumbu la Torati, angalau ugonjwa wote tunauona kimisiri, hatatia juu yetu, hataweka juu wanaotutukia. Kama kuna mganga kienyeji anakuwazia mabaya, ugonjwa wote anakuwazia, yani yeye ndio kawe dampo. Tunasema kitu kama Mungu, jambo gani kuvunja moyo? Unakata magonjwa gani? Hebu tafakari, unafikiri Mungu kweli hawezi kufanya? La hasha, Mungu yupo. Asema tukivumilia tutamiliki pamoja na yeye. Kuna mahali tuliacha nafasi, ndio tutatiti kwa Mungu. Tengeneza ushirika na Mungu. Maana Mungu dhambi ni mbaya, inatuchelewesha. Kumwabudu kwa mashaka yatosha. Nifike mahali ingia miguu yote kwa Kristo. Kwa Baba ninakupa akili yangu, moyo wangu na maisha yangu. Mpe vyote vyote. Aendeshe. Kama uliongoza akili yako ilishindikana, si umwambie Yesu akuongoze maisha. Asiyeshindwa. Wewe unasema Bwana sisi sio kitu kwako. Wewe ndio wewe kitu kwetu. Na Mungu alifanya. Kanisa la Mungu, haleluya. Wana walijua, haleluya. Kanisa la Jehova, haleluya. Jambo gani katika Isaya amesema hapa? Unafikiri Mungu hawezi kufanya? Ni kweli umeomba umenyamaza, kama hali umekata maana kuomba umenyamaza kabisa mpaka ndani umekauka. Usikii hamu ya kuomba tena. Ni kama umeomba umemaliza yote. Kilichobaki ni kusaini tu kwa makanisa niendake tu. Yaani huna maji unasema. Unahisi pengine Mungu ametuokoa. Nilisema hivi kama Mungu, unajua wakati fulani, hebu nifuatie ndio sasa tunafundisha. Nilisema hivi, watu wanafikiri Mungu ni hodari sana wa kuangalia dhambi ya watu, sio mateso ya watu. Ni kweli dhambi huna, umeogopa kwenye uzinzi hauko, kwenye uongo hauko, si kwenye nani uweke moyoni, lakini ushirika wako na Mungu, yani mtu anaogopa kama nikisengenya Mungu ataniona, lakini maisha yake haoni kwa Mungu anayaona. Kama Mungu anavyoiona dhambi, ndivyo Mungu anavyoona mateso yako pia. Kama Mungu anavyoichukia dhambi, ndivyo Mungu anachukia na mateso yako pia. Hawezi kuona wewe ukae chini ya mateso, na kwa namna hii ilimfanya kiti mbinguni kisikalike ili aje duniani akakubali awe kama mwanamke, azaliwe kwenye tumbo la mwanamke kwa Bikira Mariamu, azaliwe kwa mwanamke, atufie msalabani, akaona kule swala la Mungu kama kitu fulani tamshikamana nacho, alikubali kuacha enzi kilichomfanya mbingu akuone kuchungu kwa sababu ya taabu yako mimi na mimi. Hali nimeteseka tu na msaada Yesu mwenye kwa huruma zake akajitokeza mwanaume wa wanaume ili aje msaada kwako. Aliyomleta Yesu duniani ni mateso yako. Bwana aliyaona. Si tu dhambi bali mateso yako Bwana aliyaona pia. Anasema acha niende nikakomboe, nikawatoe chini. Ndio maana alipofufuka sema imekwisha. Ndio akanyang'anya ufunguo na nini na mamlaka, akatukabidhi,
hajawahi nyamaza kwako na hajawahi kwako. Jambo gani aliona? Nyosha mkono wako. Tuna ukumbi mkubwa. Ukiona shida tafuta mahali. Kama ni pasiri sana kutamka. Nataka kwa dakika 5 hizi tukaombe Mungu afanye jambo juu yako. Kama ni biashara ilete kwa Mungu, nitaombea wote pamoja. Kama ni afya ilete kwa Mungu, nitaombea pamoja. Kama ni ndoa ilete kwa Mungu, nitaombea pamoja. Chochote kama ni elimu, kama ni masomo, yalete kwa Mungu, nitaombea pamoja. Cha msingi tunza utakatifu. Tengeneza ushirika na Mungu. Usikubali kumwabudu Mungu udhaifu wako useme maanisha Bwana kupendea uwe na hamu ya ibada, upende ibada na ndani yako uchaji Mungu umbike ndani. Ukiwa hivyo utamconvince Yesu afanye jambo na wewe ikabusa. Kinachomleta Yesu Kristo karibu na wewe ni mtakatifu wako. Bwana Mungu, haleluya. Hebu wapi ndio wapi? Mungu yuko pale wako. Yesu yuko hapa. Sio Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Asante. Umenikumbusha. Na nimerejea. Leo hii Bwana. Nipe neema. Ya kusikiliza na wewe. Nikuombapo. Nitege sikio. Kama hivyo andiko. Sikio lako umewategea watakatifu wako. Nami leo niko miongoni mwa watu uliwatega sikio lako. Maneno yangu yakaingia masikioni mwako, ukanijibu na kunitikia na kunipa haja moyo wangu. Nimechoshwa na hali hii, ilisababisha hata nikate tamaa nisiendelee tena. Lakini Mungu umeniona kama mtoto wako, na nimekubali sasa kurejea kwako, na umesema wazi tukitubu na kurejea utayafanya maisha yetu kuwa mapya. Leo Baba, nikaanza kupenda wewe. Yale yote nilishinda jana na vitisho vyote nisivione tena. Asante Bwana kwa sababu leo hii unanipa nafasi ya kujieleza kwako, na kwa namna hii na ufungua moyo wangu tayari kujieleza kwako. Nenda kamwambia Bwana peke yako. Mweleze Mungu peke yako, omba peke yako. Omba peke yako. Mwambie Bwana, nitakuombea. Omba peke yako, nitakuombea. Jambo gani unakotisha tamaa? Unaona uchungu kwa jambo gani? Jambo mengi yamesimama kwako kama mlima. Lakini Bwana sema yote yaondoa. Azama uasi wako na dhambi usitokumbuka tena. Nimezitupa nje. Bwana akupe neema. Bwana akutokee. Ukawe nuru sasa. Mahitaji yako yote Bwana yaone sasa. Neema ya Bwana iwe juu yako. Bwana akutokee sasa. Akufanyie mpenya na wepesi. Ukaone mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Fadhili za Bwana kwa nyingi juu yako. Yale yote yaliyokushinda Bwana akupe. Kama watoto Bwana akupe watoto. Kama ni uvimbe Bwana aondoe. Kama ni sukari, kifafa, typhoid, degedege, niko mtumishi wako Bwana mbele ya madhabahu yako. Ninafuta kila mipango yote ya adui. Ninafuta kila magonjwa yote mbele yao. Kila mateso mbele yao. Kila mbegu ya uharibifu, mbegu ya uasi mbele yao. Roho ya magongano kwenye familia. Roho ya magongano kwenye familia. Magongano kwenye ndoa. Katika jina la Yesu. Roho za faraka za familia. Mipango ya adui, vitisho vyote. Yesu anema. Rana za familia. Madhabahu za kipepo. Kila mipango yote ya nguvu za giza. Uharibifu wao wote unaonekana usijulikana. Ninauondoa juu watu wa Bwana. Wape neema kwa Yesu. Ninaashiria neema juu yao. Ninaashiria neema juu yao. Ninaashiria neema juu yao. Wape mahitaji yao Bwana. Yesu, nasogea Yesu wako kwa damu yako ya msalaba. Na Baba, wako mikono yao inaroza maposha. Inazaa maposha. Wakilima wavuni. Wakifanya biashara usiendi. Yesu wa neema niko hapa. Ninatangua mipango ya kuzimu. Ninatangua kila uharibifu katika jina la Yesu.
mataifa kwa haki zao. Roho kusakuta neema kwa juu yao. Ninawatoa Baba kwenye mipango ya watesi, ninawatoa Mungu wa neema, nazivunja nila kamba za kuzimu, ndio na uharibifu, mikakati yote ya kuzimu, rana mbalimbali kosi, naomba kwa matamshi uwazunguke uzao, ninazifuta kwa damu yako ya msalaba. Kila pande ya uharibifu, roho yote iliyoje na mpango wa Mungu, rana mbalimbali kosi mbali, ninaiondoa juu yao. Natangaza rehema zako juu ya watu hawa, si mwana kanisa lako, si mwana watu wako, watoke Mungu wa neema, wakafanikiwa barabarani, wakafanikiwa masokoni, wakafanikiwa mashambani, wakafanikiwa mjini, wakafanikiwa neema kwa juu yao, wakafanikiwa nyumbani, wakafanikiwa mashuleni, wakafanikiwa Yesu wa neema kwenye kazi walifanya, wakafanikiwa kwenye mifugo, wakafanikiwa magara yao, wakaone neema yako juu yao. Kawape wateja. Simani kuombe. Baba Yesu, wewe baba yetu kabisa. Baba yetu wewe siku zote, watoa ni mali yako, onyesha mkono wako. Umesema wote tutakaoondolea dhambi wameondolewa. Naam. Wote tutakaofungia dhambi wamefungiwa. Watu hawa ni watoto wako Yesu Kristo hai, na ni mali yako. Imeandikwa, nilitewana kabla ya kuzaliwa nisizaliwe. Shemeni salizae, nilifunge tumbo lisizae. Wewe ulisema utabarika za mikono, utaangue. Baba, ninafanya mshako na iachilia damu yako kwenye mikono hii. Damu yako, magonjwa yoyote kwenye miili yao, rana zozote kwenye miili yao, vifungo viwao vyovyote, pepo lishika maisha mmoja wapo watoto hawa, kama Bwana ishivyo, hawatazaka operation. Kwa damu ya msalaba, ninakukemea wewe. Hawatazama poza, shetani wewe, ninakuamuru achia mikono hii. Nafanya mshaka popote ulipojificha, rikabu shakota. Na iachilia neema ya Kristo kwenye mikono hii. Na iachilia neema ya Kristo. Bwana, kwa neno lako ninawatoa watu hawa chini ya mikono yenye mateso mengi. Imeandikwa, naye alituokoa na nguvu za giza na nguvu za mauti, ninaondoa mauti juu yao. Hata kama nisema atamaliza mwaka, Yesu ninatambua misemo yao kama malaka, ninaibatilisha mtu wao katika jina la yote aliingia hawezi. Ninaachilia uzima juu yako. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Afya iwe juu yako. Pokea uzima kwa mamlaka ya jina so. Bwana kufanya kuwa mzima. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Neema Bwana iwe juu yako. Uwe mzima, uwe mzima. Bwana kufanya kuwa mzima. Rika boshakota, rababa koshikita. Uwe mzima, uwe mzima. Neema Bwana iwe juu yako. Ninakutoa kwenye memberizo. Naita haki yako, naita haki yako, naita haki yako. Pokea. Kwa damu ya msalaba, neema Bwana iwe juu yako. Neema Bwana iwe juu yako. Neema Kristo iwe juu yako. Neema Kristo iwe juu yako. Neema Kristo iwe juu yako. Rikabo shakota. Neema Kristo iwe juu yako. Neema Kristo iwe juu yako. Neema Kristo iwe juu yako katika Yesu. Pokea neema kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Kalvari. Mipango yetu watesi, roho za uharibifu, mikakati ya kuzimu,
kila matamshi yatuko juu yako ninayafuta kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Kalvari, kwa damu ya Golgotha. Na tangazo kwa sababu yako Bwana akupe neema azifanyie njia zako, ukaone ufanikiwa, ukaenee, ukastawi. Kile unalofanya lifanikiwe tangu sasa. Nazileta biashara yako, biashara yako ziende, mipango yako iende, kazi zako ziende. Ninakubariki rohoni, nakubariki mwilini. Uingie hapo utokapo, nyumba zako zifunikwe kwa damu ya Kalvari, katika jina la Baba na Mwana. Amen. Uliingia unajiona bado unasikia bado mwili. Mambo na unajiona sio wakati tunamalisha ibada, tunailisha ibada. Usubia mbele. Mambo unajiona bado mwili bado. Ibada wewe kama unajisikia wewe bado. Nyosha mkono kama unasikia. Mambo bado unasikia na maumivu. Njoo. Usitoke na ugonjwa. Mambo unakwambia na vidonda vya